Tumepewa fedha bilioni 9.5 za marekebisho matengenezo ya daraja lipo hapa kata ya Bonde la Songwe, ambao kilikuwa kikwazo kikubwa, mafuriko, nyumba za watu zilikuwa zinaenda. Sasa lile daraja limekamilika na linapitika. Mambo haya yote ametufanyia mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini sisi wana Mbeya vijijini ndio jimbo lenye bahati, tumepata fedha bilioni 1 na milioni 600 ambayo imeenda kujenga shule ya amali ya mfano mkoa wa Mbeya. Iko pale Maendeleo kwenye tarafa ya Tindele. Ni mambo makubwa ambayo sisi kama wazee, nyinyi kama wazee wetu, mwakumbushe vijana wetu kwamba serikali ipo kazini na inatutendea haya. Wazee wangu, nisiwe na maneno mengi, natambua na mambo mengi ya kujadili ya msingi, lakini niwakumbusheni jambo moja, nayo ni nafasi yenu kama machifu kwa jimbo letu la Mbeya vijijini, nafasi yenu kama machifu kwa mkoa wetu wa Mbeya, nafasi yenu kama machifu kwa nchi yetu ya Tanzania. Historia inaonyesha kabla ya mfumo ya uongozi tulionao sasa, nchi hii kwa vipande ilikuwa inaongozwa na machifu. Ndio maana kulikuwa kuna wakina chifu Melele, kulikuwa kuna machifu Mkwawa kule Iringa, si ndio? Nyinyi ni urithi wa yale ambayo nchi yetu imetoka nayo tangu miaka ya 60 kabla haijapata uhuru. Nafasi yenu ipo hata sasa ya kukemea, nafasi yenu ipo hata sasa ya kushauri, nafasi yenu ipo hata sasa ya kutukutanisha pamoja, na nafasi ya kutuasa na kutuonya vijana wenu, sababu tuliopo hapa wote tumetoka kwenye viuno vyenu na matumbo yenu. Nchi yetu imepita kipindi kigumu, na nashukuru machifu wa Mbeya vijijini nimekuwa mfano, na hata wakati tunaanza kwenye mazungumzo yenu mmesema mko hapa kwa ajili ya kulani vikali kwa fujo zilizotokea tarehe 29 na kulisababishia tafulani kubwa taifa letu. Sio jambo tulilolizoea, na mimi ningeshangaa wazee wangu nyinyi mngenyamaza kimya. Nichukue fursa hii kuwatieni moyo, na hili mnaolionyesha hapa mlionyeshe na maeneo yenu, kwenye kata zenu, kwenye vijiji vyenu, kuhakikisha mnakuwa viongozi wa kunyoshia mkono wale vijana ama makundi yoyote yanayotengeneza mazingira ya kuleta fujo, vurugu ama tafulani za aina yoyote kwenye taifa letu. Sisi kama Watanzania, sisi kama wana Mbeya, sisi kama wana Mbeya vijijini, tunayo nafasi ya kukaa pamoja, tukazungumza, tukashauriana kabla ya kwanza kuleteana machafuko ambayo yanapelekea kuondoka kwa amani, ambayo ndo historia, ndo tunu ya taifa letu ambayo tumeirisi kutoka kwa wazee wetu.